hatuna shida yote hiyo na maji. Tunaamka asubuhi ya kawaida, hatuachi tena waume zetu kitandani na kukimbilia maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tunakushukuru sana. Toka tumepata uhuru mwaka 61 mpaka leo kijiji chetu tulikuwa hatujapata maji, lakini sasa tumepata maji. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu. Mradi huu una gharama ya milioni 438,308,000, lakini msingi mradi huu utahudumia wananchi wapatao 19,598. Ni mradi ambao unapatikana majimbo yote mawili, jimbo la Kaliua na jimbo la Uliankuru, na mradi huu umetokana na kisima ambacho kilichimbwa kupitia mitambo ya Wizara ya Maji ambayo imeona Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kupunguza changamoto ya maji kwa wananchi wa Tanzania nzima. Kwa hiyo sisi ni wanufaika wa mitambo hii, maana kisima kile kilipatikana baada ya kufanya utafiti na kukichimba kupitia mitambo hiyo ya serikali. Wananchi hawa wa Mwongozo ambao walikuwa na changamoto kubwa ya maji, tutakuwa tumetatua au kupunguza changamoto ya maji katika maeneo yale. Lakini pia mradi huu unaenda kutatua changamoto iliyochukua muda mrefu ya kituo cha afya cha Mwongozo kutokufunguliwa kwa sababu ya ukosefu wa huduma ya maji. Lakini sasa hivi changamoto hiyo ya kutokupatikana kwa maji kwenye na kusababisha kutokufunguliwa kwa kituo cha afya kile imetatuliwa kwa sababu ya upatikanaji wa maji umefika mpaka tunavyoongea hii katika kituo cha afya cha Mwongozo. Kwa kimsingi nishukuru kwa namna pekee sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo kupitia Wizara ya Maji. Wananchi hawa wameshukuru huduma hii, lakini pia tunaendelea kushukuru serikali yetu ya Mama Samia kwa kuendelea miradi hii ya maji safi kuwafikia wananchi walipo. Leo tulikuwa tunasikia maji mto Igombe, Tabora mjini, leo imekuwa Mwongozo tunafungua maji ulipo. Ni hatua kubwa ya maendeleo. Tunaona juhudi mnazozifanya, na kubwa zaidi tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaitazama wilaya yetu kwa ukubwa wake, anatupatia fedha za kutosha, anatupatia miradi ya kutosha, na sasa ameweza kutupatia mpaka vitendea kazi kwa hawa ndugu zetu wa vyombo. Wito wangu kwa nyinyi ambao mnapatiwa vyombo, tatizo kubwa ni chombo hichi kitakapoingia kwenye utaratibu wa biashara. Hapo ndo pana issue, na hapo ndipo tutakapokamatana. Mvitunze na mvitumie kwa kadri maelekezo yalivyokuja na yalivyo ndani ya miongozo yenu ya kazi. Mtaendesha kwa ustadi kama mimi, sio mpige misele.